Binadamu wako hivi, akiwa anakufahamu hataki ufanikiwe, anaona bora afanikiwe mtu asiyemjua. Cha ajabu, ukifanikiwa anataka umsaidie, akiamini asiyemjua hawezi kumsaidia. Hii ni Mkoi TV Online. Mkoi TV. Asante. Jina langu naitwa Maître Shua ama Master Shua. Ninajua watu wengi sana wana maswali ambayo hawajapata majibu kamili. Leo nataka nitambulishe taasisi yangu, hii organization ya Freemasonry. Nataka nimechukua jukumu la kuwaambia watu, kutaka kuwaeleza watu wafahamu vizuri, kwa sababu nafahamu watu wengi wamezibwa masikio. Nafahamu watu wengi hawaifahamu vizuri hii organization. Nimejaribu kuzungumza kama alivyozungumza mtangulizi wangu aliyepita, marehemu Andy Chande, Sir Andy Chande, alipojaribu kuielezea hii jumuiya ya Freemasonry. Watu wengi hawakuwa na ufahamu mwingi. Sasa leo nimechukua jukumu la kujitambulisha. Mimi ni mbadala wa Andy Chande. Mimi ni mbadala wa Sir Andy Chande. Mimi ni mwanachama wa Freemasons. Kitu cha kwanza ambacho nataka mfahamu wa Tanzania, watu wa East Africa na dunia nzima, kama ambavyo watu wengi wamekuwa wakishindwa kufahamu ya kwamba Freemasonry ni nini, Freemasons inahusika na nini, na kwa nini Freemasons ipo. Majibu ya maswali yenu ambayo leo nitawajibu kwa sentensi mbili. Nitawaeleza Freemasonry na nitawaeleza mimi ni nani. Tayari nimeshakwambia mimi ni Master Shua, kiongozi wa ibada ya 11 ya Freemasons, kiongozi wa ibada ya Black Mass ya Freemasons. Kwa hiyo ninawaita sana na kuwakaribisha ndugu waandishi wa habari na Watanzania na wana Afrika kwa ujumla watambue, ama nitaita wajue kwamba hii Freemasons ina maana ya namna gani. Karibuni sana, ninawaita kwenye huu mkutano wangu wa kutaka watu wafahamu Freemasonry ni nini. Tayari nimeshakwambia mimi ni kiongozi wa Freemasons baada ya Sir Andy Chande, mshika upanga wa 11 ambaye inashika jumuiya ya East Africa. Karibuni sana. Kuhusiana na sema ni dhehebu au jumla ya Freemason, watu wengi wanachukulia tofauti na watu wengi wanaona ni dini kama dini ya shetani. Na mtu kumwambia Freemason anakuwa kweli anapata uoga. Ingawa anaweza hata asikusogelee. Sasa kupitia hiyo tunataka kufahamu Freemason ni dini ya aina gani? Ni dini ya kishetani kama watu wanavyozungumzia au ni dini kama yalivyo madhehebu mengine? Asante ndugu mwandishi. Cha kwanza watu wengi wanatakiwa kufahamu Freemasonry ni organization. Lakini ndani ya hii organization kuna mamlaka ya imani ndani yake. Kwa hiyo cha kwanza nitakujibu kwamba Freemasons ni organization, lakini ndani yake kuna mamlaka ya imani. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa negative kuijua Freemasons. Watu wengi wamekuwa na hofu kubwa sana kuijua Freemasons. Watu wengi wameingia na hofu na mtafakaruku kwa sababu hawajapata elimu ya kutosha. Freemasons sio dini ya shetani. We are not a devil worshipper. Sisi sio waabudu shetani. Freemasons ni organization ambayo mpango wake mkubwa ni kumsaidia mtu na kumnyanyua mtu kutoka mahala fulani kumpeleka mahala pengine. Lakini ndani yake ina imani. Tutakuja kuzungumza hapo baadaye imani za Solomon, mfalme Suleiman bin Daud alipopewa nafasi ya kuwa mtu wa kwanza kuijua siri ya mafanikio. Kwa hiyo tutakuja kuyazungumza hayo. Asante sana. Kwa hiyo mtu akikwambia Freemasons ni dini ya shetani, hapana. Freemasons ni organization ambayo ndani yake ina imani inayoinyanyua dunia kutoka mahala fulani kwenda mahala pengine. In short, Freemasons ni wajenzi huru. Asante sana.
Na kwa kuongezea kabla mwenzangu ajaje, tunapenda kujua kuhusiana na kafara. Maana watu wengi wanasema Freemason, mtu akiona alikuwa tuna hela ni Freemason. Mtu akiona muda wazazi wanani wamekufa utasikia wewe katoa kafara mwenyewe ni Freemason. Of course, nilipokuambia swala la organization nafikiri watu wengi wanafahamu hilo, lakini nitolee ufafanuzi ambao watu wanashindwa kufahamu. Kuhusiana na sacrifice, Freemasons ni imani ambayo ndani yake pia inaamini kwenye mamlaka ya kimungu. Kwa hiyo tunapoamini, mtu yoyote anapoamini kuhusiana na imani ya Mungu, kuna namna anaweza kufanya ibada yake anayoifahamu. Maana yake kwenye imani ukihusisha swala la kafara, watu wengi wamekuwa wakifikiri Freemasons inahusiana na kafara za binadamu, human blood sacrifice. Hicho kitu hakipo. Freemasons haihusiani na kafara za binadamu. Kwenye imani tunaamini kama ambavyo Mungu amewapa nafasi watu wengine, Mungu amezipa nafasi dini nyingine. Tunaamini kwenye kusacrifice wanyama, mbuzi, kondoo, ngamia, kuku, kama ambavyo mitume na manabii waliamua kusacrifice. Kwa hiyo hatuamini sisi kwenye kafara za binadamu. Kwa hiyo watu ambao wameshindwa kufahamu kwamba Freemasons inahusiana na mambo ya kafara za binadamu, hakuna ukweli juu ya hilo. There is no human blood sacrifice. Asante. Sawa, nina moja kwenye jamii imeandika kwamba kutoa Freemason basi ni jambo lina ukweli gani, lakini jambo la pili ni kwamba kwa nini licha sisi labda na ni wahusika wake wengi huwa wanafanya kwa siri, kuna nini kati yake? Asante bwana Mkoi kutoka East Africa ETV. Okay, asante sana. Jibu ambalo nitakujibu kwa ufasaha, kama utalielewa. Freemason sio jamii asili, lakini imani yake ni asili. It is not a secret. You just ask a long question. It is not a secret. Freemason sio jamii asili. Siri ya Freemason iko kwenye mafanikio. Na kwenye mafanikio watu wengi wana imani kila kwenye mafanikio kuna siri. Kwa hiyo cha kwanza watu wengi wafahamu Freemason sio jamii asili. Tuna makundi ya watu wengi ambao wanafikiri Freemasons ni secret society. No. It is not a secret, but you just ask a long question, Mr. Mkoi. Ndio. Swali la pili uliniuliza, nimesahau kidogo. Kuhusu nani confused kidogo kwamba ukiwa na imani basi. Okay, kuhusiana na utajiri nimekumbuka swali la pili. Freemasonry nimekuambia ni wajenzi huru, lakini pia Freemasons wanamuinua mtu kutoka mahala fulani kumpeleka mahala pengine. Kuhusiana na swala la utajiri tuna changamoto kubwa sana ambayo watu wengi hawaifahamu. Wengi wanafikiri unapokuwa Freemason basi unakuwa tajiri asubuhi. Hapana. Hiyo kitu haipo. Freemasonry ni organization ambayo inamnyanyua mtu kutoka mahala fulani kumpeleka mahala pengine. Tunahitaji kumuona mtu mmoja anafanya kazi moja, kazi hii ambayo itampeleka kwenye nafasi fulani. Sisi tunamuinua kutoka kwenye kiwango hicho. Freemasonry haitoi utajiri ukiamka asubuhi utakuwa tajiri, lakini Freemasons inakupa nguvu, inakupa mamlaka ya kukutoa kwenye nafasi yako kukupeleka mahala pengine. Na hii imekuwa ni swali ambalo umeniuliza, nataka niwajibu. Watu wengi especially watu wa Afrika wanafahamu Freemasons kwamba ni chama ambacho mtu akiingia basi asubuhi anakuwa tajiri, pesa zinaanza kuingia mahala popote. Hapana. Freemasonry ni jumuiya, ni chama ama ni taasisi, organization inamuinua mtu kutoka nafasi moja kumpeleka nafasi nyingine. Kwa hiyo utajiri tunahitaji kujua una jambo gani tukupeleke kwenye jambo gani. Lakini hakuna mwanachama wa Freemasons ambaye anaamka asubuhi anakuta kuna hela zimejitanda. Tunahitaji kujua unafanya kitu gani tukupeleke nafasi
gani? Of course ni chama cha matajiri, lakini matajiri wote wanafanya kazi. Hakuna tajiri asiyefanya kazi. Bill Gates anafanya kazi. Aliko Dangote anafanya kazi na watu wengine wanafanya kazi. Kwa hiyo kwenye kazi yako na jambo lako unaolifanya, tunakupeleka kutoka mahala pamoja kukupeleka mahala pengine. Asante sana. Mimi swali langu ni kuhusiana madaraja. Tunasikia Freemason kuna vyeo. Sasa tunatamani kujua hivi vyeo unafanya nini mpaka unapata cheo kwenye daraja? Freemasonry ina madaraja kama ilivyo imani nyingine. Kwenye kila imani kunakuwa na madaraja. Kwenye kila sekta kunakuwa na daraja. Huyu ni bosi, huyu ni bosi zaidi, na huyu ni bosi zaidi. Kwa hiyo Freemasons inaanza na madaraja. Freemasons daraja la kwanza linaitwa Inter. Daraja la pili linaitwa Fellow. Daraja la tatu linaitwa Master, ambayo mtu anapoingia kwenye Master maana yake anaanza kuwa na daraja la tatu, Master Mason. Ina madaraja zaidi ya 33 ambazo sisi tunaita degrees. Kufika kwenye daraja la 33, 33 Masonic degrees. Kwa hiyo Freemasons ina madaraja. Huwezi kuingia Freemasons ukaanza kupata daraja la kwanza. Lazima watu wakae, ufanye ritual, ufanye na process nyingine ambazo zitakupeleka huko. Kama ilivyo sekta yoyote ile duniani ambayo inamtaka mtu afanye kitu fulani ili kufikia daraja fulani. Kwa hiyo ina madaraja zaidi ya 33. Huwezi kuingia leo ukawa na daraja linaitwa Master Mason. Huwezi kuingia leo ukawa na daraja linaitwa Loyal. Huwezi kuingia leo ukawa na daraja linaitwa Super Master. Kwa hiyo kuna madaraja ambayo mtu anapoingia Freemason anahitaji kufanya jambo fulani ambalo litampeleka kwenye nafasi fulani, baadaye kutapandwa ama kutampatia mtu huyu kuwa na daraja. Asante sana. Nini kifanyike labda kwa nani, kwa watu wanaohitaji kujiunga na hiki chama, hasa sababu kulikuwa na matapeli wengi sana huko mitaani ambao wanatangaza. Sasa labda vigezo gani kwa vinatakiwa mtu kujiunga na wananchi wafanye nini? Nitaizungumzia kidogo watu wafahamu. Kwa sababu tunafahamu changamoto za kuingia kwenye hii jumuiya kwa watu wa Afrika imekuwa ni ngumu sana. Nataka niwaeleze na dunia nzima isikie. Ninazungumza kwa lugha ya Kiswahili, pengine lugha yangu itakuwa si uchocheo mkubwa sana kukufikia wewe ambaye hauko Afrika. Tuna changamoto kubwa sana Afrika. Watu wengi wamekuwa wakifikiri na wamekuwa wakidhani unapotaka kuingia Freemasons unaingia kwa siku moja. Of course, kumekuwa na scammers, matapeli wengi ambao wamejaribu kuwadanganya watu kuingia kwenye hii organization, na wametumia njia nyingi, na watu wengi, a lot of people, watu wengi sana wametapeliwa, watu wengi sana wamedanganywa, watu wengi sana wameibiwa fedha zao kwa kuamini wanaweza kuunganishwa na Freemasons. Kitu ambacho nataka ni kuambie tu ndugu mwandishi na wa Tanzania na wa East Africa na dunia mzima na Afrika mzima ifahamu, kujiunga Freemasons kuna process. Kuna process zake unahitajika ufanye. Kujiunga Freemasons sio kazi rahisi kama vile ambavyo mtu anaweza kujiunga na kifurushi cha simu ya mkononi, bando. Kujiunga Freemasons kuna process. Hata mimi nimepewa jina kwenye mitandao. Nimepewa majina ya kuambiwa Mr. Shua, huyu naye ni mmoja kati ya matapeli. Huyu naye ni mmoja kati ya waongo. Lakini nimelipokea hilo kwa sababu nafahamu watu wengi wametumia jina langu kuwatapeli watu. Watu wengi wametumia nafasi yangu kuwaumiza watu. Kwa hiyo utapeli ambao watu wanafikiri ama watu wanafanyiwa kuhusiana na hii organization ni kwa sababu ya kutokuwa na elimu ya kutosha. Huwezi kujiunga Freemasons asubuhi kutumia simu ya mkononi. Nataka wanahabari mnisikie. Huwezi kujiunga Freemasons kupitia mabango. Huwezi kujiunga Freemasons kupitia mabango ya mibuyu. Huwezi kujiunga Freemasons kwa mtu humfahamu. Freemasons ina jambo moja ambalo watu wanatakiwa kulifahamu.
Ili uwe mwanachama wa Freemasons ni lazima umtafute mtu ambaye yuko kwenye hiyo society. To be one, ask one. Ili uwe mmoja wapo lazima umuulize mmoja wapo. Sasa wengi wamekuwa wakiingia kwenye hii organization kwa kuwafata watu kwenye mitandao. Mitandao tunajua haina ukweli mkubwa sana. Kwa hiyo watu waliotapeliwa, watu wanaodanganywa ni kwa sababu wanakutana na watu ambao sio sahihi. Watu ambao sio sahihi wameingia kwenye mitandao, wametengeneza account wakijifanya wao ni wanachama wa Freemasons, wana nguo za Freemason, wana hub za Freemasons, wana nafasi ya Freemasons, sio wanachama wa Freemasons. Ili umtambue mwanachama wa Freemasons ni lazima umsikilize, umuone kwa macho, lakini pia ufuate process zake. Asante sana. Sawa. Mimi kingine nataka kujua ni kuhusiana na haya mavazi, kwa sababu mpo wawili na hatujamjua huyu pembeni ni nani. Labda kwanza kutambulishe, alafu utoe ufafanuzi wa haya mavazi. Ni mavazi ambayo yanafanana lakini rangi haziendani. Asante. Huyu ni Shamshia wa daraja la 5. Ni Shamshia wa daraja la 5. Yeye anachukua majukumu ya kukaa pembeni yangu. Shamshia wa daraja la 5 ama daraja la 5 kwenye cheo cha Freemason linaitwa Past Mason ama Past Master. Past Master. Kwa hiyo yeye anachukua jukumu la kuwa mshika upanga wangu akiwa na degree ya 5 ya Past Master. Daraja lake ni la 5 na anasimama kuyasikiliza, anasimama kutetea hoja, anasimama kuniwakilisha mahala popote. Ni mlinzi wa mtu anaitwa Grand Master, kwa sababu Grand Master ni cheo kikubwa chenye nafasi kubwa. Kwa hiyo aliyesimama mbele yangu hapa ni Past Master, ambalo yeye ni mwanachama wa daraja la 5, 5 degree Masonic weapon contract in the world. Asante. Labda swali liangukie kwake. Natamani kujua nini haswa kilikusukuma ukaamua mimi niwe Freemason, na madhehebu ambayo tumekulia tunayajua, lakini nini ambacho kimekufanya uje Freemason? Ni swali zuri. Ni swali zuri sana. Kwanza nashukuru kwa kuniuliza swali kama hilo. Sijawahi kuulizwa popote pale nilipozunguka Afrika na nje ya Afrika. Mimi kwanza sijajiunga Freemason. Mimi ni mrithi wa familia ambaye alikuwepo Freemason. Kwa hiyo katika chama cha Freemason unapoingia kuna mrithi. Hata huyu ana mrithi wake ndani ya familia. Kama Shua ana mrithi wake ambaye atamfuata baada ya yeye. Japokuwa cheo chake kitachukuliwa na mtu mwingine kwa kipindi hicho, lakini atakuwa na mrithi ambaye ataanza kufunzwa kutoka mwanzo. Ndio mimi nilivyoingia. Ndio. Labda una swali lingine lolote kuniuliza? Natamani ndio kuhusiana na hizo pete ambazo umezivaa pamoja na hiyo fimbo. Zinahusiana vipi na Masonic? Umesikia kama alivyokueleza Shua kwamba mimi nimshika upanga wake. Sawa. Hii fimbo ni Shua. Umeelewa? Na hizi pete zinaenda na madaraja. Kuna daraja la 1 mpaka la 6 hapa. Sawa. Hii la 6 inatarajia kulishwa baada ya mwezi unaokuja. Lakini tayari nishakabidhiwa kila kitu kama mwanachama. Na ndio maana zote nimevaa kuziwakilisha ili watu wajue moja kwa moja. Asante. Basi kama alivyojieleza hapa pia tuchangie. Freemasons ina nafasi ya kurithi. Freemasons ina nafasi ya kurithi. Kizazi changu kilirithiwa kutoka kwa King Solomon, Suleiman bin Daud. Mimi ni mjukuu wa kizazi cha Solomon. Kwa hiyo babu zangu walilisi kutoka kwenye hicho cheo na nafasi hiyo. Huwezi kuingia Freemasons hivi hivi. Una uwezo pia wa kulisi nafasi ya mtu ambaye ameondoka kwenye Freemasons. Pia hata Andy Chande ana watu ambao wanamlisi Freemasons. Kwa hiyo iko na nafasi ya watu kumlisi Freemasons. Kama alivyozungumza mshika upanga wangu, kushika upanga maana yake ni daraja la Shamshia. Yeye ndio anauongoza upanga huu kunipeleka kwenye
Black Mass, maana yake ibada ya mafanikio, kama alivyoeleza kupitia hizi accepted Masonic ring. Huwezi kuvaa tu, kila accepted inakuwa na daraja lake. Unapovaa pete hii unakuwa na daraja fulani, unapovaa pete hii unakuwa na nafasi fulani. Kwa nini mimi sivai pete? Pete ambazo na uwezo wa kuvaa zina madaraja makubwa sana na zina kiapo kikubwa sana. Watu wengi wamekuwa wakifikiri kuingia Freemasons una uwezo wa kuingia kwa mikataba, kwa fomu. Hapana. Freemasons ina kitu kinaitwa accepted Masonic ring, ambayo hii unapovalishwa moja inakupeleka kwenye daraja jingine. Asante ndugu waandishi. Kwamba ibada zenu zinakuwa ni siku gani ambazo mnasali na kwa muda gani ambazo mnasali na mnapatikana wapi ili kama mtu anataka kuja kusali? Ibada ya Freemasons, kuna ibada mbili za Freemasons. Ibada ya kwanza ya Freemasons inaitwa Black Mass. Ibada ya Black Mass inafanyika siku ya Ijumaa saa 8 usiku. Ndio maana huwezi kumuona Freemasons akizurura na haya mavazi au kumuona kwenye jengo lake akiwa na haya mavazi. Lakini inapofika saa 8 usiku kuna ibada inaitwa Black Mass. Lakini ibada ya pili ya Freemasons inaitwa Red Mass, ambayo inafanyika Jumatatu. Kila baada ya miezi mitatu Black Mass hufanyika. Kila baada ya miezi mitatu Red Mass hufanyika. Kwa hiyo kabla ya mtu kuwa accepted, kuchaguliwa kuingia kwenye hii organization, ni lazima amtafute mtu mwenye mamlaka ya kumuingiza kwenye hii organization. Nilikwambia hapo mara ya kwanza, huwezi kuingia Freemasons kama huna mwanachama wa Freemasons. To be one, ask one. Stashua, natamani kujua, kwa sababu umesema wewe ni Masonic na una cheo, ni muda mrefu nadhani huko hapo. Na story ambazo zililinki kipindi cha nyuma kidogo, tulimpoteza Kanumba na story mtaani zikasemekana kuwa kuna masharti aliyakosea Mungu, ndio maana wakaamua kumtoa kafara. Kuna ukweli gani kwenye hili, kwa sababu wewe ni Masonic kwa muda mrefu? Asante ndugu mwandishi, ni kujibu kwa namna ambavyo umeniuliza. Marehemu Stephen Charles Kanumba, kwa jina ambalo alipewa The Great Kanumba, hakufa kwa kafara ya Freemason. Kanumba alikuwa ni mwigizaji wa Bongo Movie. Ninamfahamu vizuri sana. Ninamfahamu, sitaeleza ninamfahamu vipi Kanumba. Lakini Kanumba hakuwa mwanachama wa Freemasons. Na pia nataka watu wengi wafahamu, Freemasons haina kafara. Kafara ya Freemasons ni sadaka ambayo haimuhusishi mwanadamu. There is no human blood sacrifice. Kwa hiyo Kanumba, watu wengi wamekuwa wakiniuliza hilo swali. Nataka niwaeleze, ndugu mwandishi, nikueleze. Kanumba hakuwa mwanachama wa Freemason, wala hakuwa mwanachama wa Illuminati. Japo kuna vitu ambavyo nitakuja kuvielezea tofauti ya Freemasons na Illuminati. Kwa hiyo unapokuja kwa swala la Kanumba, watu wamemhusisha Kanumba kuwa mwanachama wa Freemasons, na Freemasons ilihusika kwa kifo cha Kanumba. Freemasons haikuhusika kwa kifo cha Kanumba kwa sababu Freemasons haina kafara ya mwanadamu. Asante sana. Na kuhusiana na maagano, tunasikia kuna viapo mule ndani, kuna pia, lakini vile viapo ukikosea masharti ni lazima kuna kitu kitakukuta kama adhabu. Hii imekaa vipi? Kiapo, kila imani ina kiapo. Freemason kuna kiapo. Kiapo cha Freemason kimewekwa baharini. Kama ilivyo imani ya Freemason imewekwa baharini. Siri ya Freemason ya mafanikio iko baharini. Mafanikio ya Freemason yaliwekwa baharini. Kwa hiyo kiapo cha Freemason kinawekwa baharini, kwa sababu bahari ilipewa nguvu ya kuhifadhi siri ya mafanikio. Mtu yoyote anapokiuka maadili, anapokiuka miiko,
kuna sababu za mtu huyo kutenguliwa ama kupewa adhabu. Lakini Freemasons haihusiani na adhabu za utoaji wa kafara. Mtu yeyote, hata wewe ndugu mwandishi, ukikiuka kwenye uandishi wako utapewa adhabu kulingana na kanuni na desturi zenu za waandishi. Lakini hatuhusishi imani ya kifo ama hatuhusishi kiapo cha mtu anapokosea masharti kuuawa. Hiyo sio imani yetu, lakini mtu akikiuka anapewa adhabu. Asante sana. Ningependa kuuliza swali lingine. Kwenye site unakuta kwenye simu mtu nakuta message, ukitaka kujiunga na Freemason nipigie, ukitaka kujiunga na Freemason nipigie, na labda wakuta watu wengi wanapigiwa, wanaambia ukitaka kuingia unatakiwa kutoa kiasi fulani. Lakini pia na kwa upande wako wewe, kuna watu wengi hata kwanza kutoa hizi za kwamba Freemason kutoa kueleza kinani nini maana Freemason, watu wengi walisema ni tapeli. Kwenye hilo vipi mnalizungumzia? Asante ndugu mwandishi, nafahamu na changamoto kubwa ya watu wa Afrika wanafikiri ukiingia Freemasonry, unapoingia Freemason ama unapojiunga Freemason, basi unaingia Freemasons kupata pesa. Watu wanaamini kwenye hiyo benefit. Unapoingia Freemasons unapata pesa. Freemasons ina majukumu makubwa, ina kazi kubwa. Cha kwanza ambacho nataka niwaeleze, mfahamu vizuri sana, Freemasons haihusiani tu na kumtajirisha mtu. Freemasons inakupeleka kwenye nafasi ya kile unachokitaka, ya nafasi unayoitaka, kwa sababu nimekuambia ni organization ambayo ndani yake ina imani ya siri, ama ina imani ya mafanikio, ama ina imani ya kukupeleka mahala fulani. Kwa hiyo watu wanaofikiri ya kwamba unapojiunga Freemasons asubuhi utakuta pesa zimekaa mlangoni, hakuna kitu kama hicho. Never. Hakuna kitu kama hicho. Freemasons inakuinua kutoka kwa hicho ulichokuwa nacho, kutoka kuwa mwandishi mdogo kukupeleka kuwa mwandishi mkubwa, kukutoa kufanya biashara ndogo kukupeleka kwenye biashara kubwa, kutoka kuwa mwanamuziki mdogo kukupeleka kuwa kwenye mwanamuziki ama kitu unachokifanya kukunyanyua. Anointing of septis novos ordo secoram soromonte. Nguvu na mamlaka yetu ni kumpeleka mtu akafanikiwe, sio kumtajirisha mtu asubuhi akute utajiri. Na ndio maana mmetapeliwa kwa namna nyingi. Lakini kitu kingine ambacho kinanihusisha ama nimepokea mahusisho ya kwamba hata wewe pengine ukawa tapeli. Cha kwanza mnatakiwa mfahamu, mimi sio tapeli. Mimi ndio mtu wa kwanza ambaye nimejaribu kuionyesha hii society, nimejaribu kujionyesha mwenyewe. Kwa nini? Utaniuliza swali, Freemasons ni asili, kwa nini wewe unajionyesha? It is not a secret. You just ask a long question. Sio siri Freemason. Kuna watu ni matapeli wanafanya shughuli zao, lakini kuna watu wanaweza kutumia jina langu kutapeli kwa kutumia hii organization. Tapeli hawezi kujionyesha mahala popote pale, lakini matapeli wanaweza kutumia nafasi ya mtu mwingine kujionyesha ama kufanya kitu kupitia kimvuli cha yule mtu. Kwa hiyo wale watu ambao wamekuwa wakifikiri Mr. Shua, Metro Shua anahusishwa Freemasons na utapeli. Nikikwambia process, kwa mfano, nipatie hiyo Shua. Nikikwambia process, watu wengi lete hiyo Shua, shike kwa mkono. Process, shika Shua yote. Ya Shua bag. Nataka niwaonyeshe. Okay. Simama juu kwa kiapo. Nikikwambia kuhusiana na mamlaka na nguvu, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakifikiria Freemasons ina nguvu ya kumtajirisha.
mtu kupitia nafasi ya mambo ya kiza, ya uchawi. No. Hii ni imani. Accepted Masonic lingi, kwa mfano hii. Get it? Kiapo cha Freemason kipo kwenye hii pete. Sitaruka swali, lakini nataka nikueleze tu. Kiapo cha Freemason kiko kwenye hii pete, inaitwa Accepted Masonic lingi. Kiapo chote cha Freemason, ili uwe mwanachama wa Freemason lazima ukubali kiapo kinaitwa Black Mass, ambayo hii pete inakupa kiapo cha ibada inaitwa Black Mass. Sasa watu wengi wamekuwa wakitapeliwa na kudanganywa kupitia vitu vingi sana. Nataka nikuambie kitu kimoja, kwa imani yangu, huwezi kujiunga Freemasons kama hakuna mtu ambaye yuko kwenye chama cha Freemason. Ni lazima umpate mtu ambaye yuko kwenye chama cha Freemasons na ukajiunga na hiyo jumuiya ya Freemasons. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa wakitapeliwa na kudanganywa kwa sababu ya kuamini maandishi na lugha ya picha. Hata leo mtu anaweza kuitumia picha yangu ama video yangu kuwatapeli watu wengine. Kwa hiyo utachukua nafasi hiyo ya kusema yule tulikuwa tunamuona kwa picha na video ndio aliyetutapeli. Lakini mimi si tapeli. Mimi ninakueleza hili, nikufafanulie, nikueleze ili uijue Freemasons namna ilivyo. Kama unahitaji kumpata mwanachama wa Freemasons, mfuate direct. Freemasons haiunganishi watu kupitia simu tu. Freemasons haiunganishi watu kupitia mabango. Freemason haiunganishi watu kupitia email. Unaweza kutapeliwa kwa namna nyingi sana. Ili ujiunge na mwanachama wa Freemasons, ni lazima umfuate mwanachama wa Freemasons. Kwa hiyo wale ambao wanafikiri kuna utapeli au wakaja wakatumia picha yangu kutapeli watu wasinihukumu kwa hilo. Mtu anaweza kutumia picha yangu akawatapeli watu. Akasema mimi ni Master Shua, nataka nikuambie utajiunga Freemasons, tuma hela ya fomu. Hakuna fomu ya Freemasons. Kuna kitu kinaitwa registration fees. Na hii unatakiwa kuifanya kwa mmoja kati ya wanachama wa Freemasons. Kuna kitu kinaitwa Accepted Mason lingi. Unatakiwa uifanye kwa mwanachama wa Freemasons. Huwezi kujiunga Freemasons kama unajiunga na kifurushi cha simu. Unajiunga na kifurushi cha simu ya mkononi. Ni lazima uprocess umpate mtu sahihi. Kwa hiyo kwenye swala utapeli nimechukua muda mrefu ili niwafahamishe Watanzania wengi. Watu wanatumia akaunti zangu vibaya kwa mamlaka zao nyingine kuwatapeli watu, lakini mimi sio tapeli. Kimvuli changu kinatumika kuwatapeli watu kwa sababu watu wanadanganywa wakiaminishwa Freemasons inaweza ikakupatia mafanikio asubuhi, kachukue mishumaa asubuhi, nenda kachukue vitambaa vyeupe, utajiunga, utakuwa na pesa nyingi sana. No. That is no right way to become a full member. Asante sana ndugu mwandishi. Mr. Shua. Yeah. Umeeleza kwamba kuepuka kwa Freemasons kutokana na nasaba ya Mfalme Suleiman bin Daud. Kwa maana kwamba umerisi kutoka ukoo huo. Lakini jina hili la Mfalme Suleiman bin Daud pia tumekuwa tukisoma katika vitabu vya dini, katika maandiko matakatifu ya Biblia na Qur'an. Nitaka kufahamu kwamba tunayemzungumzia Mfalme Suleiman bin Daud wa kwenye Biblia na Qur'an ni huyu ambaye ametokana na nasaba yako wewe. Lakini la pili, kama ni yeye, tunafahamu kwamba Mfalme Suleiman bin Daud nasaba yake ni ya Mashariki ya Kati na wewe ni mtu wa nasaba ya Kiafrika. Imewezaje kuungana kutoka Mashariki ya Kati kwenye jamii ya Waarabu wa Israeli? Rangi inaweza kuwa nyeupe lakini ikatoa kitu cheusi. Hiyo sio maana halisi ya nasaba. Solomon King hakuwa Mwarabu. Mfalme Suleiman alikuwa ni mtu mweusi kutoka nchi inaitwa Misri. Suleiman bin Daudi, mfalme wa Jerusalem. Lakini historia tunazifahamu zinasema alikuwa ni Mwarabu. Hatuingii kwenye dini, hatuingii kwenye rangi za watu. Mimi naamini
kwenye imani yangu, kwa sababu hapa swali lako linakuja kwenye imani. Nasaba za Sulemani ziko mikononi mwangu. Nafasi ya Sulemani iko mikononi mwangu. Kizazi cha Sulemani ndio kizazi changu. Na Sulemani unayemzungumzia ndio founder, mwanzilishi wa mifumo na nguvu ya Freemasons. Mungu alimteua mtu mmoja tu ambaye hajawahi kutokea duniani, mwenye mamlaka makubwa sana. Aliitwa Solomon King ama Suleiman bin Daud. Yeye ndo aliyepewa nafasi ya kuwa tajiri mkubwa sana, na imani zetu zinaamini utajiri aliopewa Solomon ndio utajiri ambao tuko nao sisi Freemason. Kwa hiyo nasaba, rangi inaweza kubadilika, lakini uhalisia hauwezi kubadilika. Mimi ni Solomon Jr. Watu wengi wamekuwa wakiuliza kwa nini unajiita mtoto wa Solomon wakati wewe ni mtu mweusi. Imani yangu, hata wewe ambaye unaabudu ukisema Yesu alikuwa ni mtu mweupe, kwa nini unaamini na wewe ni mtu mweusi? Hiyo ni jambo la imani. Asante sana. Najaribu kuzungumza vitu vingi kwa kufafanua, lakini kuna hili jambo nataka tuliweke sawa. Umetueleza hapo kwamba mnafanya ibada zenu saa 8 usiku na kadhalika. Sasa swali langu ni kwamba je, ni Mungu yupi mnamwabudu? Ni huyu Mungu aliumba na mbingu na ardhi, au mna Mungu wenu? Na jambo la pili, umesema wewe ni kiongozi, labda unaweza kututajia kwa Tanzania nzima sasa hivi mko wafuasi wangapi? Na mwisho, mtu anayetaka kujiunga na masharti yake ni yapi? Atalazimika kuacha imani yake kuja kwenu, au inawezekana akawa huko? Asante ndugu mwandishi. Jambo la kwanza, nimepokea maswali mengi sana. Ukiniuliza swali moja moja, nitakujibu moja moja. Uliza swali la kwanza. Sawa, na swali langu la kwanza, na Mungu yupi nyie mnamwabudu kwenye taasisi? Freemasons tunaamini Mungu aliyeumba dunia, maana yake ulimwengu, ndiye Mungu ambaye tunamwamini. Mungu ambaye ameiumba dunia ndiye Mungu ambaye tunaamini. Tunaamini na kusema in God we trust. Hata ukiangalia kwenye $1 American dola moja ya Kimarekani, kuna nembo yetu ya jicho linaitwa the all seeing eye. Halafu kuna maneno yanasema tunamwamini Mungu huyu kwa lugha ya Kilatini, anointing of septis novus ordo secularum. Kwa hiyo tunaamini kwa Mungu aliyeiumba dunia ndiye Mungu wetu. Asante. Swali lingine? Swali la pili ni kwamba labda unaweza kutueleza kwa Tanzania nzima, kwa sababu swali ni kiongozi, mna wafuasi wangapi kwenye taasisi? Tuna wafuasi wengi sana, lakini kwa sababu imani ya watu wengi ambao hawataki kujionyesha, maana yake rekodi yetu inaonyesha kwa nchi ya Tanzania tuna wafuasi zaidi ya 12,750 wa Freemasons. Wafuasi 6,400 ni kutoka bara la India ama bara la Hindi, na wafuasi wengine ni kutoka nchi za East Africa. Kwa hiyo tuna wafuasi, rekodi yetu inanionyesha mimi nikiwa mmoja kati ya viongozi wa Freemason. Ninapotaja nafasi ya uongozi wa Freemasons inaanzia daraja la 3, Master Mason, na madaraja mengine. Kwa hiyo napotaja nafasi 11 za kwangu, basi na uwezo wa kuijua rekodi ya wanachama wetu ambao wapo kwa nchi yote ya Tanzania. Lakini rekodi kubwa iko kwa ndugu zetu wa Hindi ambao wao wameichukua Freemasons kwa kurithi. Wameirithi Freemasons kutoka katika vizazi vyao, kama alivyotangulia kuzungumza huyu Shamshia kutoka South Africa. Asante. Kwa sisi ambao tupo huku
nyuma ambao tujui chochote kuhusiana na Masonic. Tunaamini Masonic ni chama cha watu ambao wanaamini nguvu za giza, uchawi. Na ulisema ukiwa Masonic unaongezewa nguvu, kama ulikuwa ni mwandishi mdogo basi utakuwa mkubwa. Kama ni kujua Masonic kweli wanatumia nguvu za giza, na kama hatumii nguvu za giza, ni nguvu gani mnakuwa mnawapa watu ili waweze kuwa wakubwa kama unavyosema? Asante ndugu mwandishi. Pia hatuamini kwenye mambo ya nguvu ya giza. Kama nilivyotangulia kujibu swali la mwandishi aliyepita, nikakwambia tunaamini Mungu ndiye muumbaji wa hii dunia. Maana yake tunaamini kwenye mamlaka ya Mungu. Freemasons hatuamini kwenye nguvu za giza. Kama ilivyo imani yetu tunavyoamini ya kwamba Mungu ndiye muumbaji wa dunia, basi tunaamini kupitia jukumu la uumbaji wa dunia wa Mwenyezi Mungu tulipewa nafasi ya mamlaka na nguvu zetu, kama ambavyo dini nyingine zinaamini. Wakristo wanaamini Yesu, Waislamu wanaamini mtume, na sisi tunaamini kupitia Solomon aliyepewa mamlaka ya kuwa mmoja kati ya watu walioijua siri ya mafanikio. Sisi tunaamini kwenye mafanikio, lakini tunaamini kwenye mafanikio ambayo yapo ni Mungu ndiye aliyeleta mafanikio hayo. Kwa hiyo hatuamini kwenye nguvu za giza, lakini tuna nguvu zetu ambazo tunaziamini, ambazo tulipewa na Mungu. Nikoi TV.